Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa endapo mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran hayatamalizika kwa mafanikio, basi Marekani iko tayari kuchukua hatua kali za kijeshi ambazo kwa mujibu wake zinaweza kuharibu kwa muda mfupi miundombinu muhimu ya Iran, ikiwemo madaraja, vituo vya kuzalisha umeme, mitambo ya nishati na miundombinu mingine ya kimkakati. Hata hivyo, Trump alisema kuwa bado anaipa nafasi diplomasia na angependa zaidi kufikiwa kwa makubaliano kuliko kuingia katika vita vipya. Akizungumza na waandishi wa habari jana Jumatatu wakati wa hafla ya uzinduzi wa mpango wa Trump Account, Trump alisema Marekani kwa sasa inaendelea na mazungumzo na Iran na kuna matumaini ya kufikia mwafaka. Alisema hatua ya Marekani kulegeza baadhi ya vizuizi katika eneo hilo ilitokana na matarajio kwamba pande hizo mbili zinaweza kufikia makubaliano yatakayopunguza mvutano uliodumu kwa muda mrefu. Tutafanya makubaliano au tutamaliza kazi, Trump alisema, akiongeza kuwa haoni uwezekano wa Marekani kushindwa kwa sababu kwa maoni yake Washington ina uwezo mkubwa wa kijeshi na kiuchumi unaoweza kuifanya kufanikisha malengo yake kwa njia ya mazungumzo au kwa kutumia nguvu. Trump aliongeza kuwa asingependa kutumia jeshi kwa sababu anaamini hatua hiyo itakuwa na athari kubwa kwa wananchi wa Iran. Alisema Iran ina takribani zaidi ya watu milioni 90 na vita vinaweza kusababisha madhara makubwa ya raia ambao hawahusiki moja kwa moja na maamuzi ya kisiasa ya viongozi wao. Kwa sababu hiyo, alisema suluhisho la kidiplomasia ndilo analipa kipaumbele. Pamoja na msimamo wa Trump, alitoa onyo kali akisema iwapo mazungumzo yatavunjika, Marekani inaweza kuharibu madaraja ya Iran ndani ya saa moja pekee. Alisema vituo vikubwa vya kuzalisha umeme pamoja na mitambo ya kisasa nishati ambayo Iran imewekeza fedha nyingi kuijenga vinaweza kushambuliwa na kuondolewa kabisa katika operesheni ya muda mfupi. Trump pia alidai kuwa viongozi wa Iran wanaelewa vizuri uwezo huo wa kijeshi wa Marekani na kwamba hilo linapaswa kuwafanya waone umuhimu wa kufikia makubaliano badala ya kuendelea na mvutano. Alisema kwa mtazamo wake, Iran inafahamu kuwa vita vya moja kwa moja dhidi ya Marekani vitakuwa na gharama kubwa sana kwa taifa hilo. Mbali na masuala ya kijeshi, Trump aligusia hali ya uchumi wa Iran, akidai kuwa nchi hiyo imeathirika vibaya na vikwazo vya uchumi na kupungua kwa mapato. Alisema Iran kwa sasa haina nguvu ya kifedha kama ilivyokuwa miaka ya nyuma na kwamba serikali yake haijatoa fedha kwa Tehran. Kwa mujibu wake, hali hiyo imeifanya Iran kuwa katika mazingira magumu zaidi ya kiuchumi na kisiasa. Kauli hizo zimekuja wakati Marekani na Iran zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Iran, usalama wa eneo la Mashariki ya Kati pamoja na hatua za kupunguza mvutano uliotokana na mashambulizi na operesheni za kijeshi zilizotokea katika miezi ya hivi karibuni. Mazungumzo hayo yanachukuliwa kuwa muhimu kwa sababu yanaweza kuamua kama pande hizo mbili zitaendelea na njia ya diplomasia au kurejea katika hali ya mzozo wa wazi. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa matamshi ya Trump yanaonyesha mkakati wa kutumia shinikizo kubwa kwa Iran kwa kuchanganya mazungumzo ya kidiplomasia na vitisho vya nguvu za kijeshi. Kwa upande mmoja, Marekani inaonyesha kuwa iko tayari kufanya makubaliano ikiwa Iran itakubali masharti yanayowekwa mezani. Kwa upande mwingine, kauli hizo zinaashiria kwa Washington haitasita kutumia uwezo wake wa kijeshi endapo itaona mazungumzo hayatoi matokeo yanayotarajiwa. Hadi sasa Iran haijatoa tamko rasmi kujibu kauli za Trump. Hata hivyo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatia kwa karibu mwenendo wa mazungumzo hayo, huku mataifa mengi yakihimiza pande zote kuendelea na njia ya diplomasia ili kuepusha mzozo mwingine wa kijeshi ambao unaweza kuwa na athari kubwa kwa eneo la Mashariki ya Kati na dunia nzima kwa ujumla. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.